Moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikimfanya sana, kimuumiza sana Kiredio, kimfanya aweze kukonda hadi hivi sasa hali yake sio nzuri, ni pamoja na yale ambayo amekuwa akiyafanya kwa ajili ya vidola. Sasa moja kitu pekee ambacho nimekusogezea hapa ni moja kati ya taarifa ambayo inaonyesha wazi kwamba Kiredio hadi hivi sasa hali yake sio nzuri, yani mambo anayopitia kwa sasa ni mazito kinoma noma. Sasa sababu kubwa ambayo inasababisha aweze kukonda ni pamoja na yeye kuspendi vitu vingi sana, pamoja na swala zima la yeye kuweza kuhakikisha kwamba, kama tulivyoona ni kwamba kutoka katika event nyingi sana ambazo alikuwa akizifanya, alikuwa akitumia pesa nyingi sana kwa ajili ya vidollars, na maoni ya wengi wameweza kufunguka wakidai kwamba vidollars alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akipenda pesa, na kuona kama alikuwa ni mtu ambaye aidha kwa namna moja au nyingine alikuwa na malengo makubwa sana na pamoja na Kiredio. Sasa hapa nimekusogezea moja kati ya wadau wakubwa sana ambao wameweza kufunguka, akitoa siri nzito sana kuhusiana na hali ya Kiredio, lakini pia akieleza kwa namna gani yeye kwa upande wake aliweza kuzungumza na Kiredio, akiweza kumshauri vitu vingi. Pia ameweza kuonyesha wazi kwamba hapa hakuna kitu kipya kabisa, kwa sababu kwa upande mzima wa huyu ambaye ni vidollars yupo kimaslahi zaidi, yani yeye yupo kwa ajili ya pesa, japokuwa kimazingira ambayo aidha kwa namna moja nyingine wametoka naye mbali sana. Ukiangalia kwa zao za zamani ni ndefu sana. Hiyo ni kitu pekee ambacho kimekuwa kikimfanya Kiredio aweze kujifikiria sana kwamba akihisi labda kwa namna moja au nyingine hawezi wakaachana, lakini siku zote wanawake huwa linapokuja swala la pesa huwa ni kitu ambacho huwezi kuwatenganisha nao. Yani ikitokea swali jambo ambalo kifupi na kwa tofauti zaidi, basi wewe lazima utakaa pembeni. Sasa kama miongoni mwa watu ambao ukipitia hapa Bongo Focus, ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukitazama vitu vingi sana, nimekuwa nikisogezea na swala hili la vidollars pamoja na Kiredio, nimekuwa nikikusogezea kila update ambayo inatokea, na moja kati ya kitu ambacho alifunguka kuhusiana na swala hili Kiredio nimekusogezea hapa, lakini pia kwa upande mzima wa vidollars zilizofunguka. Lakini pia kama unafahamu, siku chache kabla Kiredio aliweza kumtambulisha mpenzi wake mpya ambaye alikuwa ni mmoja kati ya mwanadada kutokea pale nchini Ghana, ambaye taarifa zote hapa nimekusogezea hapa nilikufahamisha. Lakini pia tuliweza kuona kwa upande wa bidada mwenyewe alivyofunguka, akielezea kufurahishwa kuweza kupokea zawadi ambayo alipewa na Kiredio, lakini pia kwa upande mzima wa Kiredio kuhusiana na huyo bidada ambaye aliweza kumtambulisha kupitia Insta story yake, lakini pia akieleza kwa upande wake binafsi, lakini pia mwanadada mwenyewe aliweza kufunguka. Yote hayo nilikusogezea hapa. Sasa lengo la video hii ni kuweza kufahamisha namna gani hali halisi iliyopo kwa upande mzima wa Kiredio, ambapo kwa sasa anapitia wakati mgumu sana, hasa kwa upande mzima wa namna jinsi mambo yanavyokwenda, hasa kwa hali yake ya kiafya, na hiyo yote ni kutokana na jinsi ambavyo alivyospendi muda wake, pesa nyingi sana kwa ajili ya vidollars, na kwa namna moja au nyingine inaonyesha wazi kwamba kuna namna ni ngumu hawa watu kuweza kurudiana, kwa sababu moja kati ya taarifa ambayo pia nimeweza kuiupload hapa katika channel hii ya Bongo Focus ni pamoja na swala zima la vidollars yeye kufunguka, akielezea kwamba hawawezi wakarudiana tena hata mara moja, kitu ambacho kilichopelekea kwa upande mzima wa namna moja au nyingine, pia hasa kwa upande mzima wa mwamba mwenyewe Kiredio kuweza kumtambulisha yule mpenzi wake mpya kutoka kule nchini Ghana ambaye anafahamika kwa jina la Sala. Sasa inawezekana ni moja kati ya njia ambayo Eza alifanya kwa namna moja nyingine kwa lengo zima la kuweza kumhakikishia vidollars kwamba naye pia sio kwamba yupo kinyonge, lakini bado ukijaribu kuangalia uso wa Kiredio, lakini pia kuhusiana na comment ambazo amekuwa akizitoa katika mitandao ya kijamii, inaonyesha wazi dhahiri kwamba akaumizwa sana, na hili swala tunalifahamu kwa sababu tumekuwa tukiwafuatilia. Kama ni miongoni mwa wale wafuatiliaji au mashabiki wa Kiredio, bila shaka unajua jinsi gani ambavyo mambo ambao wamepambana sana dhidi ya vidollars, harakati nyingi sana amekuwa akisimama naye wa pande nyingi sana. Kumbushe tu moja kati ya kitu pia ambacho kilionyesha wazi kwamba Kiredio ni mtu ambaye kifupi anampenda sana vidollars na yupo tayari kwa chochote kile ambacho kitakachojili. Ni swala la connection ya vidollars ambayo trendi kwa upande mzima wa Kiredio. Pia aliweza kuwa karibu sana na vidollars kwa sababu alikuwa akimtetea, akimpambania, akijaribu kufuatilia yule mtu aliyevujisha zile video. Hii ilionyesha wazi kwamba namna gani hasa kwa upande mzima wa Kiredio yeye pia ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanampenda sana vidollars kutoka maoni kabisa. Kwa hivyo hili swala linavyozungumzwa kwa namna moja au nyingine kwamba kwa sasa hali yake sio nzuri, amekonda, yuko vibaya sana na mawazo sana na stress. Ikumbuke kuwa mara tu baada ya tukio zima kuweza kufanyika kwa upande mzima wa Kiredio, mara tu baada ya kuweza kupigwa tukio, watu wengi sana walifahamu mara tu baada ya Kiredio kuweza kufuta posti zote katika mtandao wake wa Instagram. Hadi hivi sasa kuna posti nyingi sana amezifuta, lakini pia nyingine ameziweka private. Hii kimaanisha kwamba kuna baadhi ya posti ambazo kaziweka private, manake ukiangalia pale kuna posti kama 51 hivi ameziweka private, lakini zingine ameweza kuzidelete kabisa, kuweza kufuta kabisa. Mara nyingi amekuwa akiliposti tu content, lakini pia akiweka
kutoka kwenye Insta story yake, ambapo amekuwa akiposti vitu vingine kabisa ambavyo vinakuwa havilileti kabisa na mada ambazo zinazoendelea. Tu baada ya mambo kuwa mengi zaidi, sasa mwisho wa video hii nitakusogezea moja kati ya wadau katika tasnia hii ya sanaa hapa Bongo, ambaye ameweza kufunguka kuhusiana na hali halisi ya Kiredio kukonda, lakini pia akieleza kwa upande wake binafsi ni kipi hasa ambacho anachomshauri, lakini pia akieleza binafsi kwa namna gani hasa kwa upande wa Kiredio anatakiwa kuweza kufanya. Lakini pia mwisho wa video hii ya kwamba uweze kudondosha maoni yako hapo chini, udondoshe maoni yako, tuambie kwamba kwa upande wako binafsi kwamba je, unahisi ni kipi ambacho Kiredio aweze kukifanya kwa sasa? Achane naye Vidola, achane naye au afocus au aendelee kuomba msamaha? Ni kipi hasa ambacho unachoweza kumwambia hapo kwenye comment? Nijuze kwenye comment, lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe, na hii ni Bongo Focus. Yule Kiredio atavurugwa. Yaani andaeni namna ya kumtuliza na stress. Kiredio atakwenda kuchanganyikiwa muda sio mrefu. Kuchanganyikiwa kivipi? Unajua kuna lifestyle fulani nimeiona Kiredio ameianzisha ambayo alikuwa hana. Mambo ya kushow off mwanamke wako. Hayo mambo waache wenyewe mamaster wakina Diamond. Wao ndo wanayaweza hayo mambo. Kiredio hayo mambo bado ni mgeni. Yaani Kiredio bado anakaushamba kwa wanawake. Kwa hiyo kwa mwanaume yoyote ukiwa bado unakaushamba kwa wanawake, utateseka. Unapojaribu kumuonyesha mke wako, yani kumshow off mke wako kwenye mitandao ya kijamii, utateseka. Na Kiredio hana hela. Unaona yale maisha ya Diamond ya namna anavyoishi na Zuchu. Umeona Jux anavyoishi na Priscilla. Yale maisha Kiredio naye ndo kaanza kuyaiga. Sasa Kiredio anahisi ile inaweza kumsaidia kumnyanyua. Yeye Kiredio ashanyanyuka muda mrefu, alafu kuna namna ambavyo mashabiki wamempokea yeye vile alivyokuja. Kwa hii lifestyle anayojaribu kuiga, atakutana na kitu kizito, atapigwa, hataamini macho yake. Na hataamini macho. Hawa washikaji zake watamdemu wake. Sio chuki. Mimi namshauri Kiredio. Kwa sababu mimi sina ujamaa naye na wala sina chuki naye. Lakini namshauri tu. Mimi siku zote huwa nawashauri watu, aache kufanya show off kwa ajili ya mwanamke wake. Acha kufanya show off. Kama kweli ana malengo naye, aache hizo show off alizozianzisha.